Yes, hello. Mara ngapi nakwambia nakupenda hutaki kunielewa? Kwani nazitesa hisia zangu hivyo? Na kila nikitaka kuonana na wewe unanikatalia. Kwani vile nilivyokujibu hukunielewa au ulikuwa unahitaji vipi labda? Please. Usinifanyie hivyo. Nakupenda. Naomba unipatie nafasi ya kukutana na wewe. Wewe shida yako ni kuonana tu. Yes. Kwa hiyo nikikujibu endapo tutaonana ndo utaniamini, si ndio? Basi sasa ni subiri niangalie ratiba zangu, ila kwenye mishale ya saa 12 jioni ndo nitakuwa free. Kwa hiyo kama hutajali unaweza kanitumia location then mimi nikaja. Nautumia location. Okay. Fine. Okay. Unajua, ukitizama vizuri unaweza kaona kama vitu vya maigizo. Lakini ukituliza akili yako vizuri, hivi vitu vipo bro. Tena vipo kwenye hii dunia ambayo tunaishi. Tuachane nayo. Nimeitikia wito wako kama ilivyokuwa. Sasa sijajua ndugu yangu tena leo kuna kitu gani kipya. Kwanza ndugu yangu naomba nikushukuru kwa kuitikia wito wangu. Sawa. Na sababu ya mimi kukuita ni jambo moja tu. Nilikuwa nahitaji kufahamu wewe na Selina mmeachana? Selina, walisia ni kuwa Selina aliwahi kuniacha. Aliniacha. Sababu inasababisha mimi nikuulize hicho kitu ni kwamba Selina ameniapproach. Kwa Selina, huyu Selina wangu, huyu aliwahi kuwa wangu mimi. Mpenzi wangu amekutongoza wewe. Yeah. Ameniapproach na ndio kitu ambacho kilichosababisha mimi kukuita hapa na kukuuliza maswali kabla ya kuamua. Na mbaya zaidi Selina afahamu kama mimi na wewe ni marafiki. Kwa hiyo imekuwa rahisi sana mimi kuja hapa kukuuliza hili swali. Hebu sikia Mido bwana, bro, sikia. Hebu kuwa serious. Hebu acha drama bro. Mimi nakujua unajua. Yaani Selina wangu mimi yule Selina wangu mimi. Amekutongoza wewe. Yeah. Inavyoonyesha unampenda sana Selina. Na ndio maana uwezo ukaniamini. Na mbaya zaidi mimi na yeye tuliidiana kukutana saa 12 jioni. Kwa hiyo kuna kitu mimi nataka kukusaidia. Yaani unisaidie mimi? Yeah. Kitu gani? Wewe tena? Mali yako? Selina, mimi maana ya kuwa mahali hapa saa hizi hakuna zaidi ya mapenzi yangu kwako. Mimi najua ni ngumu sana kukubaliana na hiki ambacho nakishuhudia, lakini nadhani unapaswa ukubaliane na mboni za macho yako, kwa sababu kitu ambacho unakiona ni real na sio ndoto. Selina, mbona imekuwa mapema sana?
mbona umekuwa mapema sana kuyafuta maandishi yaliyopo moyoni mwako dhidi ya upendo wako kwangu? Kwa nini? Serina, ukweli nakupenda. Nakupenda Serina. Serina, mbona inakuwa mapema sana? Imekuwa mapema sana kuchukua njia yako pasina ya kuwa na vitu ambavyo vinakuwa na uthibitisho kwako. Ukweli mimi sina mahusiano yoyote na yule binti. Isipokuwa niliwahi kuwa naye shuleni. Sina mahusiano naye yote. Ni binti ambaye tuliwahi kukutana tukiwa shule. Inakuwaje inakuwa mapema sana kuyasahau mapenzi yangu kwako? Inakuwaje inakuwa mapema sana kutoka kwenye njia yangu na kuhamia njia yako? Unaniacha mwenyewe Selina. Kitu ambacho unakifahamu iko wazi na unatambua pia. Hakuna mwanamke ambaye naweza nikampa akili yangu, mwili wangu, hisia zangu, yeyote zaidi ya wewe. Hakuna mwanamke ambaye anaweza kuwa na mimi zaidi ya wewe. Hii yote ni upendo ambao umejenga alama ndani ya nyama ya moyo wangu. Nakupenda. Kama nimekosea nisamehe sana, lakini iko wazi. Uzuri wako ni sana mbala mwezi ng'ayo usiku wa kiza. Nakupenda. Kama umeamua kuichukua hiyo njia ambayo kwako unaiona sahihi, ni sawa. Lakini kaa ukijua kuwa Simon anakupenda sana. Lakini iko wazi. Uzuri wako ni sana mbala mwezi ng'ayo usiku wa kiza. Nakupenda. Kama umeamua kuichukua hiyo njia ambayo kwako unaiona sahihi, ni sawa. Lakini kaa ukijua kuwa Simon anakupenda sana. Na hakuna mwanaume ambaye ataadhilisha mapenzi yake kwako zaidi ya mapenzi yangu kwako. Hakuna. Hii ni alama iliyopo ndani ya nyama ya moyo wangu. Nakupenda sana wewe mwanamke. Kama umeamua kuichagua hiyo njia na kuiona sahihi kabisa kwako, ni sawa. Ila nisamehe sana. Nakupenda sana. Simon. Sasa nimekubali. Nakupenda.